Sehemu ya pili ya simulizi yetu, alipouza Biblia kwa shilingi 5,000. Tulishia mahali ambapo Danieli aliitwa na yule mzee akitaka kujua, je, kuna kitu kingine cha thamani alichokiuza au ni ile tu Biblia aliyoweza kuiuza. Sasa ambatana pamoja nami katika sehemu hii ya pili ya simulizi yetu, tuweze kuendelea tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Danieli aligeuka taratibu. Uso yule mzee ulikuwa umetulia, lakini macho yake yalionekana kana kwamba yalikuwa yamebeba maumivu ya miaka mingi. Danieli akasema kwa sauti ya kukasirika, "Mzee, nimeuza Biblia tu. Sijaona tatizo. Ninahitaji chakula, si mahubiri." Mzee hakujibu haraka. Aliifungua Biblia ile taratibu, akaipapasa kama mtu anayeshika kitu cha thamani kubwa. Kisha akamuuliza Daniel, "Hii Biblia umeipata wapi?" Danieli akavuta pumzi ndefu. "Mama yangu alinipa nilipomaliza shule, lakini sasa hana uwezo wa kunisaidia na Biblia haiwezi kunilisha." Mzee akainamisha kichwa kwa sekunde chache. Baadaye akasema kwa upole, "Kijana, njaa inaweza kuumiza tumbo, lakini kukata tamaa humaliza roho." Danieli alitikisa kichwa. "Mzee, maneno mazuri hayasuluhishi maisha. Leo nina 5,000 mkononi. Hizo ndizo zitakazo ninusuru." Mzee akatabasamu kwa huzuni. "Una uhakika?" Danieli hakujibu. Akaondoka akiwa ameshika zile noti kwa nguvu, kana kwamba ndizo tumaini lake pekee. Njiani alipita kwenye mgahawa mdogo, akanunua wali, maharage na soda. Alikula kwa pupa. Kwa muda mfupi alihisi ameshinda vita. Lakini baada ya saa chache fedha zikabaki kidogo. Alipozitoa mfukoni na kuzihesabu, moyo wake ukazama. 5,000 zimeisha, lakini shida zangu bado zipo. Usiku ulipoingia, alirudi kwenye chumba chake. Kilikuwa kimya. Kwa mara ya kwanza tangu alipoiuza Biblia, alihisi chumba kile hakikuwa kama kawaida. Juu ya meza palikuwa na sehemu tupu. Alipokuwa akiweka Biblia kila siku, aliitazama ile nafasi kwa muda mrefu. Hakujua kwa nini, lakini machozi yakaanza kumtoka. Kwa mbali alikumbuka sauti ya mama yake. "Usiache neno la Mungu, maana litakuwa taa ya njia yako." Hayo yalikuwa ni maneno ya mama yake Danieli alipokuwa akikumbuka maneno ya mama yake. Danieli alijifunika shuka akijaribu kulala, lakini usingizi haukuja. Kila alipopiga jicho, aliona sura ya yule mzee na kusikia swali lile lile, "Una uhakika umeuza kitabu au
unauza kitu kingine usichokijua? Asubuhi ilipofika, aliamka na uamuzi mmoja: lazima airudishe Biblia yake. Hakujua kuwa aliporudi sokoni, kibanda kile hakikuwepo. Hakukuwa na vitabu, hakukuwa na yule mzee, na watu wote aliowauliza walimjibu jambo moja lililomfanya mwili wake kusisimka zaidi. Kijana, hapa hakuna kibanda cha vitabu kilichowahi kuwepo kwa zaidi ya miaka 20. Danieli alibaki amesimama, miguu ikitetemeka. Kama hakukuwa amemuuzia yule mzee, basi alimpa nani Biblia yake? Ni swali ambalo Danieli alizidi kujiuliza nyakati zote. Je, nani alimpatia Biblia yake? Na kama hapakuwa na kibanda kwa zaidi ya miaka 20, je, ni nani alichukua Biblia yake? Ndugu mfuatiliaji wa simulizi hii, na wewe pia unaweza kujiuliza maswali kama Danieli anaweza kujiuliza. Lakini majibu ya simulizi hii, majibu ya maswali haya tutayakuta katika sehemu ya 3 ya simulizi hii. Usiache kufuatilia simulizi hii. Subscribe, like, comment na kushare kwa wengine zaidi, ili uweze kusikiliza na kupata kujifunza katika simulizi hii. Uwe na wakati mwema.